Waswahili na kuiteni, huku kuna jambo zito kweli kweli la kusikitisha. Ex amewaua wanandoa. Nini hasa sababu iliyomfanya huyo ex huyo kutoachilia na kuamua kwenda kuwaua wanandoa? Kisa yeye hakuolewa? Fuatilia kisa hiki. Huko nchini Nigeria, wanandoa Achalugo na Odougu wamefariki dunia kwa njia ya kusikitisha, ikiwa ni muda mfupi baada ya ndoa yao kufungwa. Video inayosambaa inaonesha kaburi kubwa lililoandaliwa kwa ajili yao, sambamba na picha ya harusi yao, wakiwa na tabasamu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii, inadaiwa kuwa walilishwa sumu na mmoja wa wapenzi wao wa zamani siku hiyo ya harusi, tukio lililosababisha vifo vyao kwa pamoja. Kifo chao kimeacha simanzi kubwa kwa ndugu, marafiki na jamii mtandaoni, ambao walishuhudia mapenzi yao kupitia picha na video. Wengi hawakutegemea furaha ya ndoa kugeuka kuwa msiba mkubwa kwa muda mfupi hivyo. Taarifa hii imeibua hisia kali. Wengi wamekumbushwa umuhimu wa kuchukua tahadhari na watu wa zamani waliowahi kuwa sehemu ya maisha yetu, hasa pale wanapoonyesha tabia za wivu na kutoachilia. Jamani, ukiachwa achika. Hasa mtu huyu hajaachilia jamani, kaja kufanya maafa huku. Tukio hili limekuwa onyo kwa jamii kuhusu hatari zinazoweza kufichwa nyuma ya tabasamu, linalosisitiza umuhimu wa kulinda sio tu furaha zetu, bali pia usalama wa maisha yetu katika nyakati muhimu kama harusi. Achalugo na mumewe walionekana kuwa na upendo wa kweli, lakini maisha yao yamekatizwa kikatili, na sasa jamii inaomboleza huko ikitafakari. Waswahili wenzangu, hili ni kubwa kweli kweli. Unakuwa na mwanamke wako ambaye mmeishi naye muda mrefu, alafu unakuja kumwacha solemba katika nyakati ambazo hakutegemea. Ex, kumbe yule mtu moyoni mwake alikuwa hajaachilia, akisubiri kwamba siku tu ujichanganye akupige makuu. Unajua mapenzi yanauma jamani. Jambo hili kikweli mimi nimelitafakari kwa namna moja ama jingine, kuhusiana na wapenzi wetu ambao tunaishi nao. Kama mmeachana jamani, basi achilia. Maana inawezekana kwamba huyo sio kwa kuwewe wa mtu mwingine, kwa hiyo inabidi umuachilie aondoke. Ndicho kitu ambacho kilichotokea hapa, kwamba yule jamani yule waliachana lakini hakukubali. Lakini sisi wanaume pia tuwe tunaangalia jamani. Mtu umetoka naye mavumbini huko, umepambana naye, alafu unakuja kumwacha kirahisi, unamuoa mwingine. Haya ndo madhara yake yanaweza kutokea huko. Kuweni makini sana na hawa wanawake ambao tunakuwa nao katika mahusiano. Mkiachana basi muachane kweli kweli kizuri, lakini si kiubaya. Sasa tuende moja kwa moja kwenye comments ambazo watu wamecomment sana kupitia hii video ambayo ina trend huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Huyu anaitwa Mkuu wa Kaya Tanzania, anasema binafsi nimependa sana, hii ni ishara ya ushindi. Najua wengi hamtanielewa, but I congrats the door. Jamani, asa ishara ya ushindi kwa namna gani? Nashindwa kumuelewa huyu Mkuu wa Kaya Tanzania. Labda pamoja, labda kufa pamoja ndio kama ishara ya ushindi ama vipi? Huyu anaitwa Rabbit, anasema muache kawachezea mabinti wa watu. Sasa kuna reply ambazo ziko hapa katika hii comments hapa. Huyu anaitwa Beatrice, anasema mtu unapata maumivu mpaka unahisi uchizi, washukuru tu wengine wako na hofu ya Mungu. Lakini huyu mwingine anaitwa Rabbit pia kamreply hapa, akasema kabisa majuzi hapa kuna dada kaja kutoa duku lake, tena akasema hata ushauri, ila amekuja kutupa taarifa kwamba alikuwa na mpenzi ambaye alimvumilia sana, ila kwa sasa kajipata, kamtafuta anasema kajipata, kamfuata, akamwambia amepata mwanamke mwenye hadhi yake, anataka kumuoa
Niambie unanidai shingapi nikulipe tuachane. Hivi mtu kama huyu unafanya nini? Jamani, haya ndio mambo nilokuwa nasema kwamba jamani, hawa maex ambao tunakuwa, hao wanawake ambao tunakuwa nao katika mahusiano, tuwaache katika namna nzuri jamani. Tusiwache kikatili kama hivi. Mtu umekuwa naye mahusiano muda mrefu alafu unakuja kumwambia tu nishampata mtu hadhi yangu, alafu wewe nikupe pesa yote unanidai. Wewe umesikia wapi mapenzi yanalipa kwa pesa? Acha niwaambie ni ukweli tu Waswahili wenzangu, hakuna mapenzi ambayo yananunuliwa kwa pesa, bali ngono ndio inanunuliwa kwa pesa. Kama ulikuwa unataka mtumie mwanamke tu na kumwacha, basi utamtumia kwa sababu utalipa dola, utapata penzi ngono, lakini sio mapenzi. Mapenzi yako moyoni jamani. Ndio maana wakati mwingine tunashangaa kwamba mtu hana kitu lakini bado wako pamoja, wanaishi na wameridhiana. Jamani, kuna comments nyingi sana. Huyu anaitwa Glory anasema Mungu aweke. Anasema huyu anaitwa Glory anasema na kuwekea sumu, tutajibu kwa Mungu. Umeona jinsi watu walivyokuwa na roho ngumu. Sasa huyu mwanamke, watu wengi wanawake ambao wame comment huku, comment ngumu ni kwamba wanaonesha ni namna gani ambavyo wanachukizwa na matendo ambayo wanaume huwa wanafanya, kuacha solemba wanawake na kwenda kuoa wanawake wengine. Sasa huyu anaitwa Sisi anasema kuna mmoja tulivumiliana umasikini miaka 10, nikatengwa na kila mtu, ndugu wote, akanipa mimba, kwenda nyumbani kujifungulia, Mungu akaanza kuachia baraka, gari, nyumba tukapata, ikawa furaha. Akatafuta mwanamke mwingine na kuzaa naye na kuoa kabisa. Nyie nilichokifanya kiimani. Sasa hivi ikapoteza kila kitu, nyumba kauza, bagari hana, analialia shida, ana shida kuliko mwanzo. Mimi namwambia mambo ya familia yako hayanihusu. Acheni kupotezea watoto za watu muda jamani, ila wasichana wenzangu, mwanaume masikini achaneni nao. Haya maswala unavumilia shida, mwisho wa siku unaachwa na anaolewa mwingine, muda umepotezewa, bora kulia kwenye Bugatti kuliko kwenye baiskeli. Jamani, hili ni jengele lingine kutoka kwa huyu Sisi, akizungumza the way ambavyo aliweza kuwa na mahusiano na huyo mwanaume kwa miaka 10. Alafu kirahisi huyo mwanamume mmepata naye pesa, amenunua gari, amefanya nini, yeye anakuambia ameenda kupata mwanamke mwingine, amezaa naye na anaenda kumuoa. Hivyo unadhani huyo mwanamke atafanya kitu gani? Ndio haya kutiliwa sumu siku ya ndoa. Yaani nyinyi bwana bora mfe, nisikuoneni kabisa ili roho yangu iwe kwatu. Umeona bwana? Sasa hilo jengele jamani, huko jengele kubwa kweli kweli. Muwe mnajifunza namna gani ambavyo mnaweza mkaishi na watu vizuri. Kama ukiona wewe humpendi wewe mwanamke, usimpoteze muda wake bwana. Kuna wengine wamtaka huko pembeni. Maana wewe ukisema cha nini wenzako wasema watakipata lini? Na huyu mwingine tumwampamba anasema huyo ex wa mwanaume ni na zawadi yake, fanyeni kumtagi. Jamani, kuna watu wana roho ngumu. Kuna watu wana jamani ex huyo ana zawadi yake. Huyo aliwaua maharusi hawa kwamba jamani tufanye kumtagi. Jamani, huko Nigeria sisi tutamtagi vipi na wewe? Lakini wewe fanya kujifunza tu hapa. Ukiona kama una wewe ulikuwa na mtu wako ulikuwa ambaye labda pengine akazingua, basi mkamalizane huko. Huyo ex huyo mwenyewe mimi simjui, Mswahili na simfahamu. Umeona bwana? Lakini kuna huyu anaitwa Official Tunu, God bless, anasema inaumiza sana mtu kakupotezea muda halafu anaenda kumuoa mwanamke mwingine. Jamani, ni hayo machache ambayo nimekuleteeni kuhusiana na story nzuri kabisa hii ambayo inatufundisha. Ni story ya simanzi jamani, maumivu, imeibua hisia, lakini jamani inatufundisha katika mahusiano. Mtu ukiwa naye miaka mingi, umechoma naye nani huko kuni shida, kuni mavumbi, basi muoe na wewe, lakini sio kwamba muacha solemba kama vile hakufanya chochote na wewe. Mimi naitwa Mswahili na jamani, ili uendelee kupata habari zetu usisahau kusubscribe kwenye channel.